Kama mnavyokumbuka kwamba tarehe 19 mwezi uliopita tulitangaza kuwa waandishi wote wa habari wanaofanya kazi ndani ya vyombo vya habari wajisajili katika mfumo unaoitwa Tai Habari, na tulitoa muda wa mwezi mmoja kuanzia tarehe 22 Mei hadi tarehe 21 Juni, na kutoa tamko kwamba waandishi wote wa habari lazima wamejisajili ndani ya muda huo. Na baada ya kujisajili na baada ya kupita muda huo, waandishi wote wa habari ambao hawatakuwa wamejisajili katika mfumo huo wa Tai Habari hawataruhusiwa kufanya kazi za uandishi wa habari katika vyombo vya habari. Naomba ni washukuru wale wote ambao tayari wameshajisajili katika huo mfumo na tunaendelea vizuri kusajili, na nitoe wito tena kwa wale wote ambao hawajisajili katika mfumo wa Tai Habari waendelee kujisajili kwenye huo mfumo, kwa sababu siku zimebaki chache, na baada ya kupita tarehe hiyo kwa kweli hatutaongeza tena muda, na wale wote ambao watakuwa hawajisajili watatupisha ili wale ambao wamejisajili waendelee kufanya kazi za kihabari. Pia naomba nikumbushe kuwa kufanya kazi bila kusajiliwa na Bodi ya Ithibati ni kosa kisheria kwa mujibu wa kifungu cha 50 kifungu kidogo cha pili B, na pia kwa mujibu wa kifungu cha 19 cha Sheria ya Huduma za Habari, mtu yote hataruhusiwa kufanya kazi za kihabari isipokuwa yule tu ambaye amesajiliwa na Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari. Vile vile naomba niwakumbushe waandishi wa habari kwamba wakitaka kujisajili waingie kwenye kiunganishi ambacho kinaitwa taihabari.jab.go.tz, na wakiingia hapo mfumo utawaelekeza taarifa zote ambazo zinatakiwa kujazwa katika mfumo huo, na wakijaza kwa usahihi basi mfumo utawapeleka mpaka pale ambapo watahitaji kupelekwa, na baadaye watalipia. Wakishalipia then mfumo utatuma taarifa kwetu kusubiri kuthibitishwa na kupewa ithibati na kitambulisho kwa maana ya press card. Lakini pia nitoe wito kwa wale wote ambao wanaweka taarifa ambazo pia sio sahihi katika mfumo. Pia tulishatangaza kwamba watu wote ambao wataweka vyeti ambavyo sio sahihi au vyeti fake basi watachukuliwa hatua za kisheria, na tunashukuru watu wengi wameweka vyeti ambavyo sio fake, kwa sababu tumeshafanya uhakiki wa vyeti vingi, tumekuta viko sahihi na watu wanaendelea kupokea press card zao. Lakini pia nitoe wito kwa waandishi pia kujaza taarifa ambazo ni muhimu na taarifa ambazo ni sahihi, kwa sababu kuna watu wanaweka picha ambazo kwa kweli zinaleta utata. Mtu anaweka picha ambayo amekaa hotelini, anapiga picha anaweka ni passport size, lakini hiyo kwa kweli ni jambo ambalo sio zuri. Kwa hiyo naomba nitoe wito tu kwamba waandishi wa habari tuweke vitu ambavyo ni sahihi, tuwe serious, kwa sababu jambo hili ni serious na jambo hili ni zuri na linalenga kukuza taaluma ya habari. Vile vile naomba niwakumbushe wamiliki wa vyombo vya habari au waajiri wa waandishi wa habari waweze kuwakumbusha waajiri wao waweze kujisajili katika mfumo, ili pindi tutakapoanza kupita kukagua vyombo vya habari basi waandishi wote wamejisajili na kuepuka usumbufu ambao unaweza kujitokeza katika kipindi hicho. Nawashukuru sana, naomba tuendelee kujisajili, mfumo uko vizuri na tunapokea waandishi wa habari, na wale wote ambao wanapata changamoto yoyote tunawakaribisha hapa ofisini waweze kuja kujisajili ili waweze kutimiza matakwa ya kisheria ambayo yapo kwa mujibu wa Sheria ya Huduma za Habari.